Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mariam Nelson, ni mshirika wa mahali hapa. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi ambayo amenitendea. Namshukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu hii ya Vuka Yordan. Nilikuja mahali hapa nikiwa na mateso mengi sana, lakini tangu nimeingia mahali hapa nimeendelea kuiona amani ya Mungu. Tangu 2020 hata sasa 2025, kwa kweli naendelea kumwona Mungu akinitetea. Namba moja, namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa nateswa kwa habari ya sikio. Sikio langu la kushoto lilikuwa na hali ya ukelele, yani nilikuwa nasikia kulikuwa kuna mdudu ndani anapiga kelele. Lakini wakati nikiwa namlilia sana Mungu, baba alikuwa akiomba kila wakati napita, ninagusa sehemu ambayo inanitesa. Hali hii ilikuwa inapelekea yani ilikuwa inanipelekea kuniletea hali ya hasira sana. Lakini ilikuwa nikisikia tu ile hali ya kukasirika sana, nasikia hali ya upande wa huko wa mwili unakufa ganzi kabisa. Basi namshukuru Mungu, siku moja akanifunulia kwa habari ya kile kitu, nikajua ni kitu gani. Nikawa nimemuona yule mdudu ambaye anatengenezaga nyumba kwenye paa. Nikamuona, nikajua ni kile kitu. Kwa hiyo nikamuomba Mungu, akanifungua kile kitu, sikuwahi kuona tena. Na ile hali ya hasira sisikii tena. Namshukuru Mungu. Kama nikukasirika, naweza nikakasirika kawaida, lakini sio ile hali ya kunipelekea mpaka nisikie kufa ganzi. Kwa ile ganzi limeondoka kabisa, namshukuru Mungu. Amen. Ushuhuda wangu wa pili ulionifanya nisimame hapa leo, baada ya kufundishwa habari za mizimu, nikaingia kwenye maombi. Wakati nimeingia kwenye maombi, akanikumbusha kwa habari ya kitu ambacho alikwisha kunifungua mwaka jana. Kwa hiyo alinifungua mwaka jana kwa habari ya umaskini, laana ya umaskini. Baba alitufundisha kwa habari ya laana, na mimi Mungu alinifungua kwa habari ya laana ya umaskini nyumbani kwetu. Alinifungua kwa namna gani? Baada ya kutangaziwa kutoa sadaka ya kujenga hekalu mara ya kwanza, nilimuomba Mungu, na mimi Mungu akanisemesha kwa habari ya ile sadaka, nikawa nimeitoa. Nikaendelea kumkumbusha Mungu kwamba Mungu ulisema tukifanya hivi kwamba ujenzi utakavyokuwa unaendelea, yani nguzo zitakavyokuwa zinainuliwa, Mungu utatufanya nini? Utatuinua. Nikawa namkumbusha baada ya kutoa ile sadaka na tulivyotamkiwa. Mungu alinifungua, na nilivyofanya vile, nilivyoitoa ile sadaka na nilivyomkumbusha, nikaona katika ulimwengu wa roho baada ya ile sadaka, nikawa nimemuona Baba. Nikamuona Baba sawa sawa na kitabu cha Isaya 43. Yani kufunguliwa kwangu, kwamba nikawa nimeona siku ile. Kabla ya hapo Baba alikuja akafundisha hapa. Alivyofundisha akawa amemuita mama askofu. Akamuita mama askofu, akawa ametoa ushuhuda fulani hapa kwa habari ya umaskini Baba aliokuwa ameupitia. Akamuita mama askofu na akatoa namna jinsi ambavyo walikuwa wakiomba, kama watu wanakumbuka walivyokuwa wakigeuziana migongo wakiomba. Na mimi nikaondoka siku ile, lakini kabla ya kuondoka Baba alitamka neno akasema, kuna watu Mungu amewakumbuka. Utakapoenda Mungu ataachilia neno ambalo utakuwa kulirudia kulisoma. Na akasema Mungu ameachilia kicheko. Hakika usiku ule nilipoondoka, nikaenda, nakumbuka siku moja, yani ndani ya hiyo wiki mtoto wangu alienda shuleni akarudi. Alivyorudi alikuja na kiatu ambacho kilikuwa kimeisha sana. Lakini nimekishona na kukishona. Siku alirudi akiwa amekifunga na kamba ili kwamba ile soli ibaki ndani. Basi nikawa nimebaki, nikamlilia Mungu, nikamwambia Mungu, ulisema kwamba tukifanya hivi, tukikutolea sadaka utatubariki. Mungu, naomba unikumbuke, nimechoka na hii hali. Basi Mungu usiku ule nilivyolala ndio akajifunua kutoka Isaya 43. Nilimuona Baba, yani niliona kundi la ibada kama hivi. Ukao kwenye madhabahu, ukasema kwamba ukawaita wanajeshi. Ukasema nawaita wanajeshi. Wakao wamekuja wale wanajeshi, lakini ukatoa onyo ukasema, wewe kama si mwanajeshi usifike hapa, yani usije hapa, maana ukija utakuwa unajitakia kitu kibaya. Wale wanajeshi kweli wakanyanyuka wakaja.
Ile ibada ilifanyika kwa namna ya ajabu sana. Wakati Vero akiendelea, na wewe kuna kitendo cha imani hapo ulikuwa unakifanya, na wale wanajeshi kuna kitendo cha imani walikuwa wanakifanya. Walikuwa wakizunguka hapa, walikuwa wakizunguka kwenye madhabahu. Yaani wewe ulikuwa unaipindisha ile miguu kwa, yani miguu yako miwili kwa nyuma, alafu wale wanajeshi wanapindisha kwa mbele. Lakini kile kitu mimi nilikuwa nakishangaa, hiki kitu kinawezekanaje? Nikawa yani vile walivyokuwa wanafanya, watu wakawa wanacheka sana, na mimi nikajikuta nacheka sana, kwa sababu kwanza nilikuwa sina kabisa furaha, nilishaipoteza kabisa. Lakini baada ya hapo, ile ibada kuisha, yani baada ya kile kitendo, wale wanajeshi walipozunguka, wakazunguka mkafanya kile kitendo, kuna kitu cha ajabu kilitokea. Ikatokea kitu kama bango, yani nyuzi kwanza, alafu zile nyuzi zikaunganika zikawa bango. Lile bango likawa ni bango la kusomwa kwa watu wote. Watu wote wakawa wamesoma waliokuwa kanisani. Ndio ikaja ile Isaya 43. Baada ya kuja kile kitu, na mimi nikainuka nikaenda nikasoma. Nilivyokaribia ukaniambia imekwisha. Lakini baada ya hapo ndo ukanishika mkono ukaniambia, njoo mwanangu nikubariki. Kabla ya kunibariki uliniuliza habari ya kabila la baba yangu na habari ya kabila la bibi yangu, nikakueleza. Kwa hiyo ukawa umeniita ukanibariki. Wakati unaniombea zikawa zimetoka nyuzi nyingi sana za rangi mbili mdomoni mwangu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa sababu kile kitendo tulivyoniambia kwamba njoo mwanangu nikubariki, nikaona kwamba tayari kweli nimebarikiwa. Maana nilitoka kwenye ule ulimwengu wa roho, nilivyoamka kimwili nilikuta nina furaha sana, nikiwa namshangaa nikitafakari ni nini kimetokea. Namshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Barikiwa, asante. Mpe Yesu makofi.